Timu 9 kati ya 10 za Afrika zilitinga hatua ya mtoano na kuipa Afrika kiwango bora cha ukuaji mashindanoni kuliko Ulaya na Amerika Kusini. Kwa hivyo kandanda la Afrika linaweza kujifunza nini kutokana na mashindano haya ya kihistoria? Cha kwanza, Afrika ni sehemu ya vigogo wa kandanda. Morocco ilifika robo fainali kwa mara ya pili katika historia, ikiiondoa Uholanzi na kuisukuma Ufaransa hadi mwisho. Misri karibu iiduwaze Argentina. DR Congo iliitatiza England na Cape Verde ikawa moja ya hadithi kubwa za mafanikio ya mashindano hayo. Pengo kati ya Afrika na timu bora duniani limepungua kabisa. Sababu kubwa zaidi ambayo Afrika ilikosa kufika nusu fainali haikuwa ukosefu wa vipaji. Ilikuwa ni kile ambacho baadhi ya wachambuzi wanakiita usimamizi wa mechi au laana ya mabao ya dakika za mwisho, kama baadhi ya watangazaji walivyosema. Hii hapa mifano muhimu. Misri iliongoza Argentina 2-0 kabla ya kupoteza mabao 3-2. DR Congo iliongoza England kabla ya kuruhusu mabao ya dakika za mwisho. Senegal ilipoteza uongozi wa mabao 2 dhidi ya Ubelgiji zikiwa zimesalia dakika chache tu mechi kumalizika. Ivory Coast ilifurushwa na bao la dakika ya mwisho la Erling Haaland. Mechi hizi zinaonyesha kwamba kushinda mechi kunahusu kuwa makini katika nyakati muhimu, hasa katika hatua za mwisho za mchezo. Hapo ndipo Afrika bado ina nafasi ya kuimarika, na ndiyo tofauti kati ya kufikia hatua za mtoano na kwenda mbali zaidi. Mafanikio ya Afrika katika mashindano haya hayakutokea kwa bahati mbaya. Maafisa wa CAF wanataja uwekezaji wa miaka mingi katika akademi za vijana, ukufunzi, miundombinu na ligi za ndani. Mafanikio endelevu ya Morocco labda ni mfano bora wa kile ambacho mipango ya muda mrefu inaweza kufikia. Ujumbe uko wazi, uwekezaji una faida. Somo jingine lilitoka kwa timu ya Senegal. Waliingia kwenye mashindano hayo wakiwa miongoni mwa wachezaji wanaopigiwa debe zaidi barani humo, lakini hawakufanya vizuri sana. Baada ya kuondolewa kwao, ripoti ziliibuka kuhusu mvutano wa ndani, huku wachezaji wakihoji hadharani mwelekeo wa timu. Ingawa timu ya Senegal ina hazina ya vipaji, kampeni yenye mafanikio inahitaji umoja, uongozi na utulivu zaidi. Afrika iliondolewa katika kombe la dunia la 2026, lakini imehalalisha nafasi zake zote za ushiriki katika mashindano hayo. Lakini je, bara hilo sasa linaweza kuchukua hatua inayofuata kutinga nusu fainali ya kombe la dunia ifikapo mwaka wa 2030 na hatimaye kubeba kombe lenyewe?